Basi tumwombe Mungu kwa ajili ya jumbe wa leo. Mungu wetu, tunakushukuru kwa ajili ya siku njema ambayo umetubariki kwayo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye umempa uzima, umemwezesha kufika mahali hapa ili kukusifu, kukuabudu na zaidi ya sana kujifunza kutoka katika kweli yako. Wezesha kila mmoja kuelewa neno hili ambalo tunakwenda kujifunza ili likapate kwa faida kwake yeye na kwa wengine ambao hawako pamoja nasi mahali hapa, lakini Mungu utawafanya wakutane nao, ili kweli hii kama ambavyo itakuwa baraka kwake, ikawe baraka pia kwa hao ambao utawakutanisha nao, katika jina la Yesu wote tuseme amen. Amen. Na leo tutajifunza somo lenye kichwa tofauti ya utumishi katika huduma ya Bwana Yesu duniani na majira ya neema. Tofauti ya utumishi katika huduma ya Bwana Yesu duniani na majira ya neema. Kama ambavyo tumekwisha jifunza mara kadhaa, jinsi ambavyo mikanganyiko mingi inatokea katika maeneo kadha wa kadha, miongoni mwao maeneo ya utoaji au maeneo ya vyakula ambavyo vinapaswa kuliwa au kutuliwa na kadhalika. Mikanganyiko hii imeendelea zaidi hata katika namna ya utumishi ambao watu wa Mungu wengi wanafanya nyakati hizi ambazo tunazijua ni nyakati za majira ya nini? Ya neema. Na kwa sababu hiyo basi ni kusudi ya somo hili kuweza kuonyesha tofauti hizo na hatimaye kujua ni nini sehemu yetu kama kanisa, mwili wa Kristo na watumishi wa Mungu kwa ujumla wake katika majira hayo. Kama hatukuchanganya sehemu zingine, namwomba Mungu tusichanganye pia hata katika eneo la utumishi katika jina la Yesu. Wote tuseme amen. Amen. Sasa ni muhimu tukajua ya kwamba Yesu alikuja duniani kwa ajili ya kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Naongelea kuja duniani. Utaona Yesu katika Mathayo 15:24 anamjibu mwanamke Mkananayo akimwambia ya kwamba sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Na nitasoma hapa kwa niaba yenu. Maandiko yanasema, akajibu akasema, sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo mama ambaye alihitaji kufanyiwa muujiza kama ambavyo alisikia Wayahudi, yaani wana wa Israeli kwa ujumla wake, walivyokuwa wakipokea miujiza kadha wa kadha kutoka katika huduma ya Yesu, naye akataka afanyiwe, lakini hakuwa sehemu ya hadhira ambayo Bwana Yesu alikuja kwayo. Amen. Na Yesu hakupepesa macho, akamwambia sikutumwa ila kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Mbele pale tutaona jitihada ambazo alizifanya mwanamke huyu, hatimaye Yesu akamgrant, Waingereza wanasema, kile alichokuwa anakihitaji, lakini ni kwa sababu alijibu kwa hoja nyingi. Hata alivyoambiwa siwezi kuchukua chakula cha watoto na kuwatupia mbwa. Kwa jamii ya mataifa ambayo inaitwa kwa Kiingereza wanaita Gentiles, sio nations. Wakati ule wa huduma ya Bwana Yesu, kwa sababu haikuwa sehemu ya hadhira yake, hapa Yesu anaitemu kama kabisa mbwa. Anasema siwezi kuchukua chakula cha watoto ambao ni wale wanaitwa the remnant of Israel au Waisraeli masalia, na kuwatupia mbwa. Sio kwamba kuwapa, lakini na kufanya nini? Kuwatupia mbwa.
hivyo ndio hali ilivyokuwa, lakini tunaona tena katika ni muhimu kujua hilo, ili tunapozungumzia utumishi sasa, au wale ambao wamehudumu wakati wa huduma ya Bwana Yesu, au walihudumu wakati huo Yesu anafanya huduma duniani, ambao akahudumu pamoja naye, wanafunzi wake na kadhalika, walikuwa na sifa zipi na walikuwa na majukumu yapi, na hatimaye kuona tofauti ambayo ipo wakati huo wa huduma ya Bwana Yesu na hata sasa majira ya neema, ambapo jamii ya mataifa nayo inakuwa sehemu ya Mungu aliye hai. Kwa hiyo tunaona vile vile katika Mathayo sura ile ya 2 mstari ule wa kwanza, nitasoma haraka, wakati juu ya Yesu kuzaliwa. Maandiko yanasema, Yesu alipozaliwa katika Bethlehemu ya Uyahudi zamani za mfalme Herode, tazama, mamajusi wa mashariki walifika Yerusalemu wakisema, yuko wapi yeye aliyezaliwa mfalme wa Wayahudi? Kwa hiyo ilikuwa inajulikana aliyezaliwa alikuwa ni mfalme wa Wayahudi, yaani hapa anazaliwa. Oh, haleluya! Kwa maana tuliiona nyota yake mashariki, basi nasi tumekuja kumsujudia. Basi mfalme Herode aliposikia hayo alifadhaika, na Yerusalemu pia pamoja naye, akakusanya wakuu wa makuhani wote na waandishi wa watu, akatafuta habari kwao, Kristo azaliwa wapi? Kwa hiyo kwa sababu kuzaliwa kwa Yesu ilikuwa ni prophesied au ilitabiriwa, kwa hiyo ilikuwa ni mambo ya unabii. Akawauliza wapi amezaliwa, na watu hao wakajibu, nao wakamwambia, katika Bethlehemu ya Uyahudi, kwa maana ndivyo ilivyoandikwa na nani? Na nabii. Kwa hiyo hawakujibu tu kwa sababu walisikia habari kwamba Yesu amezaliwa, ila walijua, na ilikuwa documented kwenye vitabu vya kinabii kwamba Yesu atazaliwaje, atazaliwa wapi. Na nabii alisemaje? Katika mstari ule wa 6 anasema, nawe Bethlehemu, hapa tunaweza tukasoma pamoja, 1 to go. Nawe Bethlehemu katika nchi ya Yuda, huu mdogo kamwe katika majumbe wa Yuda, kwa kuwa kwako atatoka mtawala atakaye wachunga watu wangu Israeli. Atakaye wachunga watu wangu Israeli. Haleluya. Kwa hiyo hapa inaeleza kabisa nabii alizungumza wapi atazaliwa Bwana Yesu, na kusudi lake anasema atachunga watu wangu nani? Israeli. Very specific. Kwa hiyo hakusema atachunga watu wangu wa duniani wote, bali watu wangu Israeli. Hilo ndo kusudi. Sasa, na alikuja kwa sababu gani? Sababu ya kuja kwake ilikuwa ni kuestablish ufalme wa Mungu duniani. Ufalme wa Mungu duniani. Kwa hiyo ikafanya hata ule ujumbe aliohubiri Yesu ilikuwa ni ufalme wa Mungu umekaribia. Haleluya. Tuseme wote, ufalme wa Mungu umekaribia. 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 Haleluya. Amen. Kwa hiyo Marko sura ile ya kwanza mstari wa 14 hadi wa 15, maandiko yanasema, hata baada ya Yohana kutiwa gerezani, Yesu akaenda Galilaya akihubiri habari njema ya Mungu. Ukisoma katika tafsiri ya Kiingereza King James, aliye naye anaweza kasoma kwa sauti ili tuweze kusikia inasemaje. Verse 15. Verse 15, twende haraka kidogo, somo ni refu. And said, the time is fulfilled, and the kingdom of God is at hand. Repent ye and believe the gospel. Mstari gani unaosoma?
mstari wa 14. Yes. Now after that John was put in prison, Jesus came into Galilee, preaching the gospel of the kingdom of God. Yes. So Jesus came onto Galilee preaching the gospel of the kingdom of God. Kwa hapa inataja tu akihubiri habari njema, lakini inaeleza wazi kwamba akihubiri injili ya ufalme wa Mungu. Na kwa nini alihubiri injili ya ufalme wa Mungu? Kwa sababu Israeli waliahidiwa ufalme, na namna ya kuestablish ufalme ilikuwa ni kwanza Yesu kuja kwa ajili yao, na kwa sababu alikuja ili awachunge watu wangu Israeli, basi alikuja na ujumbe ambao wangeukubali kwa ukamilifu wake, basi wangeweza kupewa ufalme. Haleluya. Na ndio maana ukisoma katika ile Mathayo sura ya 6 kwenye sala ambayo maarufu kama sala ya Bwana, aliwaambia hivi wakati walipomwomba kwamba awafundishe namna ya kusali, kuanzia ule mstari wa 9 au mstari wa 7. Yesu anasema, nanyi mkiwa katika kusali msipayuke payuke kama watu wa mataifa, maana wao hudhani ya kuwa watasikiwa kwa sababu ya nini? Ya maneno yao kuwa mengi. Basi msifanane na hao, maana Baba yenu anajua mnayohitaji kabla ninyi hamjamuomba. Mstari wa 9 anasema, basi ninyi salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe. Next inasemaje? Ufalme wako uje. Kwa hiyo lilikuwa alihubiri habari au injili ya ufalme wa Mungu, na hata namna ya kuomba wanafunzi wake aliwaambia, miongoni mwa vitu vya kuomba, waombe ufalme wa Mungu ufanye nini? Uje. Uje wapi? Duniani. Anasema mstari wa 10, mapenzi yako yatimizwe hapo duniani kama huko mbinguni. Manake kwa kuja kwa ufalme wa Mungu duniani, yale namna ya maisha ambayo yangeweza kuwepo mbinguni yaweze kuwa yaonekane pia wapi? Duniani. Haleluya. Kwa hiyo hata alipochagua wanafunzi wake wale thenashara ambao Biblia inawataja hivyo katika sura ya 10 mstari wa 7 au tuanzie mstari wa 5, nasema, hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msifanye nini? Msiende. Kwa sababu gani? Inaonyesha kabisa kusudi ya kwamba hakuja isipokuwa kwa kondoo waliopotea wa nyumba ya Israeli. Kwa hiyo anawaagiza, baada ya kwamba kile ninachokifanya mimi ndicho mnatakiwa kufanya. Hapa naomba tusome pamoja kwa sauti kubwa, kila mwenye kinywa, kwa sauti kubwa. 1 to go. Mstari wa 5, hao thenashara Yesu aliwatuma akawaagiza akisema, katika njia ya mataifa msiende, wala katika mji wowote wa Wasamaria msifanye nini? Msiingie. Mstari wa 6 anasemaje? Afadhali shikeni njia kuwaendea kondoo waliopotea kwa nyumba ya Israeli. Unaona, mission ni ile, kile ambacho yeye alikifanya anawaagiza na wanafunzi wake. Na mstari wa 7 inasemaje? Na katika kuenenda kwenu hubirini mkisema, ufalme wa mbinguni umefanya nini? Umekaribia. Pale mbele anasema, pozeni nini? Wagonjwa, fufueni wafu, takaseni wenye ukoma, toeni bure, mmepewa bure. Haleluya. Kwa hiyo hiki anachokizungumza, pozeni wagonjwa, fufueni wafu, ni miongoni mwa mambo ambayo yangekuwa practiced katika maisha kwenye ufalme wa Mungu. Haleluya. Na akawaambia, mmetoeni bure kwa sababu mmepewa
bure. Kwa hiyo hata wale ambao wana